Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein, lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni kwamba Iran imeanza ukarabati wa kinu cha nyuklia kilichoshambuliwa na Marekani. Baada ya vita vya siku 12 vilivyohitimishwa na makombora mazito yaliyorushwa na Marekani katika vinu vitatu vya nyuklia vya Natanz, Fordow na Isfahan, Iran imeanza kukarabati upya moja kati ya vinu hivyo vya nyuklia ambavyo vilishambuliwa na Marekani. Picha za satellite kutoka Maxar Technologies zinaonyesha vifaa vizito vya ujenzi vikifanya kazi katika kituo cha nyuklia cha Fordow nchini Iran, mojawapo ya maeneo yaliyoshambuliwa na jeshi la Marekani. Picha hizo za Juni 29 zinaonyesha magreda na mashine kubwa za kuchimbua excavator zikiendelea na shughuli za kutengeneza barabara mpya ya kuingilia karibu na eneo lililoshambuliwa na mabomu ya Marekani yenye uwezo wa kupenya ardhini, bunker busting bombs. Katika eneo la chini zaidi limeonekana tingatinga ama bulldozer na lori. Magari ya ujenzi pia yanafanya kazi kwenye lango la kinu hicho cha nyuklia na kwenye jengo lililobomolewa upande wa mashariki mwa jengo hilo. Yote mawili yaliharibiwa katika mashambulizi ya Israel siku moja baada ya mashambulizi ya Marekani. Kwa mujibu wa mtaalamu wa silaha za nyuklia David Albright ambaye alichambua picha zenye eneo hilo zilizopigwa Juni 28, kazi hiyo ya ujenzi inaweza kujumuisha kuziba mashimo yaliyotokana na mabomu, lakini kufanya tathmini ya uharibifu wa uhandisi na kuchukua sampuli za mionzi. Kufuatia mashambulizi ya Marekani, Rais Donald Trump alisema walikuwa wameangamiza kabisa vinu muhimu vya nyuklia vya urutubishaji huko nchini Iran. Rafael Grossi, mkurugenzi mkuu wa shirika la kimataifa la nguvu za atomiki IAEA, alisema siku ya Ijumaa kwamba Iran inaweza kuanza tena urutubishaji wa urani ndani ya miezi michache ijayo. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni mpango ambao unaendelea wa Iran katika kuhakikisha wanarekebisha vinu vyao vya nyuklia ambavyo viliharibiwa, na sasa wakianza na kile cha Fordow ambacho kipo mita 800 kutoka katika usawa wa ardhi, na inadaiwa kwamba kinu hicho kipo katika eneo la mlima huko nchini Iran. Hata hivyo, Marekani ilisema kwamba ikiwa Iran itarejea katika urutubishaji wa nyuklia basi itaanzisha tena mashambulizi, lakini wakati huu Iran ilidai kwamba itaendelea na mpango wake wa nyuklia wa amani na kamwe hakuna mtu ambaye ataweza kuwazuia isipokuwa tu wataendelea kufuata sheria za kimataifa katika kuhakikisha wanakuwa na nyuklia ambayo haina madhara kwa wengine, hasa kwa ajili ya masuala ya kiraia tu. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi tu usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kujua mengi yanayojiri duniani.